Hapa mwanzoni niseme ninamshukuru Mungu, wakati ninakuja nikapata neno linalohusiana na taasisi ya moyo, linalohusiana na hospitali ya Ndorage, linalohusiana na kila mwenye moyo. Kila mwenye moyo linamhusu. Neno hilo ni Mithali sura ya 4 mstari wa 23, linasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko kwenye moyo ndiko kuna chemchemi ya uzima. Sisi kama kanisa tunajihusisha na kulinda moyo wa mtu dhidi ya dhambi, dhidi ya kupanga mabaya, kufikiria mabaya, kupenda maovu. Yote yanaanzia kwenye moyo: kuchukia, kukasirikia watu, kudhulumu watu, kujanya. Hivyo vyote kanisa linatoka kwenye moyo. Linda sana moyo wako kuliko yote. Sasa madaktari hao wenyewe wanalinda moyo dhidi ya magonjwa, sio dhidi ya dhambi, dhidi ya magonjwa. Kama alivyosema baba yetu pale, mtu anakuja akiwa hajitambui, anarudi akiwa anajitambua kutokana na tiba ya moyo. Kwa hiyo neno hili linahusu kila mtu, na kwa sababu hii mwanadamu anaweza kulindwa dhidi ya magonjwa ya moyo na dhambi za moyo. Na kwa sababu hiyo tunapenda kushukuru sana uongozi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, kwa sababu mmekubali kwa moyo kushirikiana nasi kupitia hospitali ya Ndorage kuhudumia Wanakagera walioko kilomita 1400 kutoka hapa. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwamba tumekuwa miongoni mwa mtandao kwa wale tunaowahudumia, na kwa kweli kaimu mkurugenzi umetaja mifano ya mafanikio na mahali mlipofika, na sasa kupitia Ndorage na ukanda wetu wa kanda ya Ziwa, upande wa magharibi zaidi, tutaweza kupata huduma zenu zitakazokuwa hata kwa mikoa jirani, zitakazotolewa vile vile kwa nchi jirani za Uganda. Tayari kuna watu wanafika pale kutibiwa, maeneo ya jirani, Rwanda, hata Burundi. Kwa hiyo sisi kwa upande mmoja tuko pembezoni mwa Tanzania, na hilo linaumiza, lakini tunafurahi tuko katikati mwa Afrika Mashariki. Hilo tunabariki. Mungu ashindi kukupa faraja. Ukiwa mbali sana na makao makuu, unajikuta huko katikati mwa Afrika Mashariki. Kwa hiyo mkishirikiana nasi, watu kutoka Kagera na mkoa jirani watanufaika, lakini vile vile na wananchi kutoka Rwanda, Burundi na hata Uganda watanufaika. Na kwa hiyo sisi tuko hapa kwa niaba ya Wanakagera wote, dini zote, makabila yote, rangi zote, rika zote, kuwashukuru ninyi watu wa tiba ya moyo. Mmetutibu sisi, mioyo yetu tulikuwa tuko hoi hai, lakini sasa tuna matumaini. Na hii ni baada ya hospitali yetu ya Ndorage mwaka jana kupata vifaa vikubwa vya thamani kwa ya bilioni ngapi? Bilioni 3 za Kitanzania. Vifaa vikubwa sana, mimi sina uwezo wa kuvitaja majina ya bilioni magumu, si kwa sisi wengine muda kurudia hata vizuri, lakini ninachoelewa moja hapo city natamka kwa uangalifu nikakosea watu, na sisi walei katika hili hatutaki kuwakosea. Kwa hiyo baada ya kupata vifaa hivyo tuliyopata kutoka Marekani ya thamani hiyo ya bilioni 3, sasa vikawa vimeleta hitaji la wataalamu watakaoweza kuvitumia kuhudumia Wanakagera na mikoa jirani na nchi jirani, na kwa hiyo kufikia lengo la kuleta vifaa vile pale. Na kwa njia hiyo tunatumaini wataponywa wengi ambao kwa sababu ya umbali na gharama wameshindwa kufika hapo. Fikiria waliokufa kwa kukosa nauli ya kufika huko. Fikiria hata waliokuwa na uwezo lakini wamechelewa kupata ushauri wakapoteza maisha. Na kwa hiyo kupitia ushirikiano huu
mtakuwa mmeshiriki kuokoa maisha ya wengi Watanzania wengi walioko eneo lile. Mtakuwa mmeshiriki kuleta maendeleo, kwa sababu afya ni maendeleo, na kwa njia hiyo mtakuwa mmeshiriki kulinda sana moyo usipate magonjwa, wakati sisi nasi tunaulinda sana moyo usifikirie maovu na dhambi za aina mbalimbali. Napenda kupitia hadhara hii kushukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweka mazingira mazuri ya ushirikiano ambao unawezesha utoaji wa huduma hii kupitia taasisi hii iliyo ya serikali. Bila mazingira mazuri ya serikali haya yasingewezekana. Tunashukuru sana kwa ajili ya mazingira mazuri. Mahali ambapo ni vita, huwezi kuwa kaa hivi kwa utulivu. Tumewahi kuwa kwenye nchi ambayo tulikuwa kwenye jiji sitalitaja, risasi zilipopigwa tukajikuta tumeisha lala. Wenyeji wetu waliozoea hivyo vitu wanasema hii ni kawaida. Tukasema ni kawaida, na mazingira hayo huwezi kusaini mkataba kama huo. Sasa hivi tumekuwa kila mmoja anatafuta namna ya kukimbia kuponya moyo, na kwa hiyo tunapenda kushukuru serikali kwa kuweka mazingira haya mazuri ambapo watahudumiwa watu wa makabila yote, dini zote na rika zote. Mwisho, niombe tudumishe ushirikiano, tudumishe upendo, tudumishe huduma kwa watu wote, kwa sababu afya ni ya kupewa uzito na kipaumbele, kwa sababu inahusu kufa kwetu na kupona kwetu. Na walio wengi wanazaliwa hospitalini, wanafia hospitalini, na kwa hiyo inabidi hospitali na waganga na wauguzi tuwaheshimu kwa nafasi yao. Wenyewe huduma yao kwa mteja haiishii kwa walio hai, wanajihusisha na huduma kwa mteja, kwa marehemu, namna ya kumtunza vizuri. Anapo juzi mahali fulani tumezindua hata jengo la mochwari. Mimi pale nilikuwa naizindua huku na ugopi, lakini hao wameshazoea, wanaona sema katika mochwari tuweka maiti unaweza watakamka kwa urahisi kutoka maiti sita maiti wakamwagia hapa. Nikaona kumbe huduma yao kwa mteja haiishii kwa aliye hai, hata kwa marehemu, namna atakavyokufa, namna atakavyoaga. Na ndio maana hili neno huduma kwa mteja nafikiri ni la hospitali, kwa sababu ukiangalia hospitali mzizi wake ni hospice. Hata ile hospice watakao kufa vizuri wana maneno yao, hospice watakao angaliwa kufa vizuri. Hayo ni neno lenu, na hilo limeilinda Ndorage kwa sasa hivi. Nilipofika nikuta na wateja wao wengi, watu wengi wanawahudumia na wameendelea vizuri Ndorage. Na kwa hiyo kama alivyosema mheshimiwa mkurugenzi wetu wa CSSC, tunatumaini sasa Ndorage itazidi kushamiri, maana inakaa historia miaka 100. Miaka 100. Kwa hiyo ina historia ya mafanikio, na nimefurahi kuona baba yetu yeye ndiye sasa kiunganishi mahali alipoanzisha, alipotumika na mahali alipotumika huko kwenye jiji pameunganishwa. Fikiria eneo la vijijini kuunganishwa na kwenye jiji, sio kwenye jiji. Kwa hiyo ni furaha yetu kubwa kwamba Ndorage inapata haki ya kushirikiana na watu wa kwenye jiji, na kwa hiyo na yenyewe itafanya mambo ya jiji.